Hivyo najua lishe, so bora lishe. Lishe bora inatokana na nini? Lishe bora inatokana na mchanganyiko wa vyakula kwa makundi na makundi. Ukila peke nafaka inakuwa si sawa. Karibu mtazamaji na msikilizaji katika makala maalumu ya lishe ya mwanao, ili kuendelea kupata elimu ya kupambana na udumavu katika jamii. Lishe ya mwanao si jina tu la mradi, ni wito wa dhamira, ni ahadi ya jamii kwa mtoto, na ni uwekezaji wa kizazi cha sasa kwa mustakabali wa kizazi kijacho. Kupitia kauli mbiu lishe ya mwanao, mafanikio yake, jamii zinakumbushwa kuwa afya ya mtoto inaanzia tumboni, inaendelezwa mezani na inalindwa na mifumo imara ya kijamii. Mradi huu umeunganishwa moja kwa moja na jitihada za serikali na wadau wa maendeleo katika kutekeleza mpango harakishi wa kupunguza udumavu mkoa wa Njombe NSRARP mwaka 2024-2025 hadi 2029-2030, pamoja na jitihada za mkoa wa Mbeya katika kupambana na udumavu, na unatekelezwa na CRS kwa kushirikiana na Consonant kwa ufadhili wa shirika la watoto duniani UNICEF Tanzania na serikali ya Norway. Lengo kuu likiwa ni kuimarisha mifumo ya kijamii ili kuboresha lishe ya mama, mtoto na vijana balehe. Mradi huu unatekelezwa katika halmashauri zote za mkoa wa Njombe na halmashauri 3 za mkoa wa Mbeya, yani Rungwe, Mbeya na Mbarali, ukiwekeza nguvu zaidi katika vijiji 100, ambapo vijiji 77 ni kutoka katika halmashauri za Njombe na vijiji 23 kutoka halmashauri za Mbeya. Kupitia mafunzo yaliyotolewa kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, wanaume vinara, waelimishaji rika, waalimu, maafisa ugani, wakulima, viongozi, watu wenye ushawishi, pamoja na viongozi wa vikundi vya jamii, kata na vijiji, mradi umejenga msingi thabiti unaosaidia kuimarisha ushiriki wa jamii na kuchochea mabadiliko chanya ya tabia za lishe katika kaya na jamii kwa ujumla. Amili Ngogo, mkulima kiongozi kutoka kijiji cha Ikuo, halmashauri ya Makete, ni mfano halisi wa jinsi maarifa yanavyoweza kubadilisha jamii. Baada ya kupata mafunzo kupitia mradi wa lishe ya mwanao, ameweza kuzalisha sungura zaidi ya 100 na kugeuza ufugaji kuwa nyenzo ya huduma kwa jamii. Zaidi ya ufugaji, Amili amekuwa daraja la maarifa kwa jamii yake. Anawaelimisha wakulima kuhusu kilimo na ufugaji bora na kugawa wanyama pamoja na mbegu za mazao yenye virutubishi kwa wazazi wa watoto chini ya miaka 2, hususan walioko kwenye vikundi vya jiko darasa na malezi lishe. Hadi sasa zaidi ya sungura 600 wamegawiwa katika kaya zipatazo 280. Hatua hizi zimechangia kuboresha upatikanaji wa vyakula bora, kuchochea mabadiliko chanya ya mtazamo na matumizi ya vyakula vya asili ya wanyama na mimea yenye virutubishi kwa afya ya watoto na familia. Sasa tusikilize sauti za mabadiliko kutoka kijiji cha Ikuo. Lishe na virutubisho
tujifunze pamoja. Martin Gideon Doctor ni afisa kilimo kata ya Ikuo. Mradi huo wa lishe ya mwanao ulihusisha vijiji viwili ambayo ilikuwa ni kijiji cha Nkondo na kijiji cha Ikuo chenyewe. Na katika mradi huu tulipokea mbegu maharage lishe ambayo tulipewa kilo 10. Alafu tulipokea vikonyo vya viazi lishe ambayo ndio hivi hapa. Vilikuwa ni 21 vikonyo vya kuzalishia kwa ajili ya kuzalishia mbegu. Na hapa mnapoona ni kitalu cha mbegu ambayo tulipanda ile vikonyo tunazalisha mbegu kwa ajili ya lishe ya mwanao. Na hapa tulilenga sana wamama wajawazito na watoto ambao ni wadumavu kwa ujumla. Kwa hiyo tulipata mbegu ya viazi lishe ni vikonyo 21. Tukapata mbegu ya maharage lishe ambayo ilikuwa ni lita 10. Na mwana kitalu hicho tumeshatoa. Kwa hiyo tulipata kidogo kwa ajili ya sample tujue kwamba mbegu inaota vizuri maharage. Kama tuchukua lita 1 hivi tunapanda kilo 1 tunapanda pale. Mbegu ilifanya vizuri. Mbegu ilikuwa ni nzuri, kwa hiyo tunategemea sema sikaya mwezi wa pili ndio tunaenda shambani, shamba kubwa ambalo litakuwa na nusu eka. Tutaenda kunapeka haya maharage kwa ajili ya kuzalisha yawe mengi. Kwa hiyo kuwagawia kwa mama wajawazito pamoja na wasiokuwa na uwezo. Kuimarisha watoto wetu wanaweza tuwasha moto. Lishe ya mwana. Amiri Mlule Ngogo. Okay, sawa. Leo tunaona uko na sungura zaidi ya 100. Tuambie, hawa sungura wewe uliwapata vipi na unafanya biashara au hapo kwa ajili ya shughuli gani? Hawa sungura nilipewa mafunzo Makete kule watu walishe. Nilipata semina kule nikasema tutagawa sungura na semberesi na mlaga lishe. Nilipata semina kama siku 4 hivi Makete. Ndio. Watu walishe. Leo nichagua daktari bwana shamba hapa kanichagua kama yeye kufanya semina. Kuja hapa ndio kaniletea sungura 20 ili nigawe wananchi. Baada hapo nikagawa sungura 18. Sungura 8. Zingine ukabaki nazo. Kwa hiyo wengine mpaka elimu, unajua watu mpaka wapate elimu kama jamaa. Kwa hiyo vinazaliana au vizaliana. Ndio. Waliokubali ndio hao nao nikagawia watu 8. Hivi ngine ndo nikazalisha mwenyewe. Kwa hiyo hapa kama mazao wako madume 2, majike 10. Ndio hapo. Tunaona vingine kama matoto haya. Lengo la kupewa sungura hawa na mradi wa lishe ilikuwa haswa nini kwa mujibu wa mafunzo uliyoyapata? Kwamba mkoa sio wa Njombe una udumavu mwingi. Yaani udumavu kama sio atuli nyama sio na nini. Kazi tunapewa sungura ili wao wananchi wapate lishe. Saidia lishe. Sawa. Mtaalamu, afisa kilimo. Tunashuhudia hapa mradi ulikuletea sungura si chini ya sungura 20 wenye lengo la kuwaelimisha wananchi hasa wale ambao walikuwa wana matatizo wenda watoto wao kwa namna moja ama nyingine ya uzingatiaji wa masuala mazima ya lishe kwa watoto haswa wanawake wajawazito, lakini pia kwenye umri ule wa mtoto mdogo chini kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5. Waletee simbirisi, waletee sungura, waletee kuku. Wakati mwingine maeneo mengine ndani ya mkoa naona kuna ufugaji pia wa samaki. Ukiwa kama sasa mtaalamu wa huku wilaya ya Makete kijiji cha Ikuo, mradi huu umeleta manufaa gani kwenye kijiji chako? Kwa kwamba mimi mmoja kwa moja niseme tu kweli kwamba ndio kwenye mradi huu kwanza sungura ni wazuri au sungura wa kisasa. Ndio. Tofauti na kwangu ambao wako huko. Hawa sungura tulipokea 20 kama tulivyosema mwanzo. Kwa sasa faida tuliyokuwa nayo ni kwamba sungura kama hivi saizi. Kwa mfano hapa saizi tulikuwa tunashawagawia watu 8. Hao watu ndio watu hapa muda mrefu. Ndio. Hii yote ilisababisha hawa sungura wote wasiondoke kwenda kwa walengwa. So walengwa ilikuwa ni mama wajawazito pamoja na watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 2, wale ambao miaka 2 tunasema ni siku 1000. Sio? Ndio. Lakini kwa sababu ni mradi mgeni, yani ugeni wa mradi ndio ulisababisha kama hawa sungura 12 walibaki. Sungura 12 walibaki hapa bandani. Ni
Kwa sasa tunasema kwamba watu wamenufaika sana na mradi huu, sababu saa hizi wanakuja hapa. Mtu mmoja akishajenga banda tu anasema mtaalamu, wewe na mimi nahitaji sungura. Kaambia twende. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kwamba kupoteza kabisa ile tulikuwa kwamba sisi ni wadumavu, na kweli ni wadumavu kwa sababu ulaji wa nyama ni tabu. Hata ukichinja ng'ombe ilikuwa ni shida sana watu kununua. Maana ni hela, budget ilikuwa ni ndogo. Kwa sasa na kwa mbegu tuliopewa hii, mbegu inazaa mno. 9-10. Lishe ya mwanao, mafanikio yake. Kujaza tumbo, silishe. Lishe ya mwanao, mafanikio. Grace Nyengo, mama kijana kutoka kijiji cha Kiombo, halmashauri ya Ludewa, ni ushahidi hai wa nguvu ya uwezeshaji wa wanawake kupitia mafunzo ya usindikaji wa vyakula vya mikunde kutoka mradi wa lishe ya mwanao aliyoyapata kama mwakilishi wa mojawapo ya vikundi 90 vya wanawake. Aligeuza maarifa kuwa chanzo cha kipato, matumaini na huduma kwa jamii. Leo Grace huzalisha vyakula lishe, hutoa elimu ya lishe bora na kusaidia familia zilizo katika mazingira magumu, akichangia moja kwa moja katika mapambano dhidi ya udumavu kwa watoto. Hadithi yake inaonesha unapomwezesha mwanamke mmoja, unaimarisha familia, jamii na kizazi kizima. Sasa tusikilize sauti ya mabadiliko kutoka kwa Grace mwenyewe. Naitwa Grace Noeli Nyengo, ni mkazi wa kijiji cha Kiombo, wilaya ya Ludewa. Mimi ni mwanamke ambaye nilipata mafunzo ya mradi wa lishe ya mwanao katika nyanja ya usindikaji. Baada ya kupata yale mafunzo, nilianza usindikaji wa vyakula jamii ya mikunde. Ukiachana na usindikaji, pia nilifanikiwa kuanza kutoa elimu mbalimbali ikiwa kwa wamama wajawazito, wanaonyonyesha na wanakijiji kwa ujumla. Hivyo mradi huu mimi umenisaidia, kwanza nimekuwa msindikaji. Ukiachana na kusindika tu, pia naongeza kipato kupitia bidhaa ambazo natengeneza unga wa uji ambao una mchanganyiko wa vitu mbalimbali ikiwa una viazi lishe, mbegu za maboga, ulezi, karoti pamoja na soya. Huu ni unga mzuri kwa ajili ya watoto. Tunaona kwenye uji huu mtoto anaweza kupata vitamini, anaweza kupata madini, anaweza kupata wanga, pia anaweza kupata protini. Vile vile tunatengeneza biskuti ambazo ni biskuti lishe, zinatumia soya pamoja na asali, hatutumii sukari za viwandani. Hivyo biskuti ni nzuri kwa watoto, hata watu wazima, lakini hasa watoto wanaopenda vyakula vitamu. Vile vile tunatengeneza mikate kama hii, mikate ya lishe ambayo na yenyewe tunatumia soya, ngano pamoja na soya. Pia asali ambayo tunatumia kuongeza sukari kwenye mikate na biskuti, ndio hii asali yetu ambayo inazalishwa na kikundi ambacho mimi ndo katibu wa kikundi. Vile vile tuna hizi pilipili ambazo zinatumia matunda, kwa tunaweza kuwafikia hata wazazi wanaweza kutumia hizi pilipili kwa sababu zina matunda ndani yake. Pia tuna unga wa dagaa kama hivi mnavyoona. Dagaa hii mzazi anaweza kaongeza kwenye chakula cha mtoto wake na akaweza kupata virutubisho mbalimbali ambavyo vipo kwenye dagaa. Na hii dagaa ni ya kwetu kabisa Ludewa, hii dagaa Nyasa. Pia tuna hii soya drink ambayo mtu anaweza kutumia kwenye chai, kwenye uji au kwenye chakula kingine chochote kile. Mradi huu wa lishe ya mwanao binafsi mimi umenisaidia sana. Ukiachana na kuongeza kipato ambavyo naongeza sasa hivi, vile vile umeweza kutanua wigo wa ujuzi. Nimeendelea kujifunza vitu mbalimbali vya usindikaji. Ukiachana na vile walivyonifundisha, lakini mimi nimeendelea kujifunza sehemu mbalimbali kupitia elimu yao walionipa. Pia nimeweza kuaminiwa na halmashauri ya wilaya ya Ludewa, wakanipeleka kwenye maonesho ya 8-8. Ukiachana na hayo tu, nimeweza kushiriki kwenye siku ya vijana duniani Dodoma ambao nilipelekwa na huu mradi. Vile vile nimeweza kuhudhuria maonyesho ya lishe ya 11
ya wadau wa lishe ya 11 iliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi alikuwa Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa. Pia nimeweza kuwafikia wamama wengi wa kijijini kwetu, ambapo kuna wamama walikuwa na watoto wao walikuwa na changamoto, ikiwa walikuwa wanawake 9 ambao walikuwa na watoto wana changamoto ya afya. Niliwafikia moja kwa moja kwa kuwapa bidhaa zangu na kuwauzia, na hivyo mpaka sasa wale watoto wamelikava, wote wamekuwa na afya nzuri. Alafu pia kuna wamama wanaonyonyesha pia wanatumia bidhaa zangu na wanazipenda na wananipa mrejesho mzuri kwa bidhaa zangu ni nzuri na zinafaa kwa afya yao. Tunaishi kwa afya, tunakula vyema, lishe na virutubishi. Tasisio Muhagama, mwenyekiti wa kijiji cha Mkongobaki Ludewa, ni kielelezo hai kuwa ushiriki wa viongozi ni nguzo imara ya kuboresha huduma za lishe. Kupitia mradi wa lishe ya mwanao, viongozi wa vijiji na kata walipata mafunzo yaliyowezesha vijiji vingi kuunda sheria ndogo za kusimamia afua za lishe, kudhibiti ulevi na kuimarisha malezi bora. Viongozi wa kijiji cha Mkongobaki wameweka msingi wa mabadiliko endelevu. Hapa viongozi hawaongozi kwa maneno, wanaongoza kwa matendo. Asubuhi, lishe bora inamjenga, anakuwa na nguvu. Lishe ya mwanao, mafanikio yake. Tarisisio Petro Magama, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mkongobaki kilichopo wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe. Kwa kweli tumeupokea mradi huu kwa jicho bora sana, kwa sababu kadiri ya maagizo ya mkuu wa mkoa wa Njombe, nakumbuka pana miezi kadhaa wakati tumetoka kuteuliwa kama viongozi, tuliitwa mkoani akieleza juu ya swala la lishe ambalo liko changamoto kwa mkoa wetu. Na hivyo shughuli hizi zilipokuwa zimekwisha kuanza, tulipewa maelekezo namna ya kusimamia kama viongozi wa vijiji na kuhakikisha tunalitokomeza swala la udumavu kwa watoto katika vijiji vyetu. Kwa kweli nilipofika kijijini kwangu, tulishirikiana na wajumbe wadau mbalimbali ambao wanahusika katika mchakato huu, wakiwepo waganga, wakiwepo wahudumu wa afya msingi ambao tunawaita CHW, wakiwepo na makundi mbalimbali likabale na vijana vinara au kina baba vinara, ambao wote walipewa mafunzo, na tukaweka utaratibu wa kwamba katika kijiji chetu sasa tunaweka mfumo wa kuhakikisha tunatengeneza siku za lishe ya kijiji, na kila mwananchi anapaswa kushiriki, kwa sababu tatizo hili linawakumba wazazi wote, si upande mmoja au mama tu, kwa sababu wazazi walio wengi wanafikiri swala la lishe wanahitaji kusikiliza kwa akina mama tu ambao wanakaa na watoto, lakini swala la elimu hili linawahusu akina baba, vijana na makundi yote katika jamii ili kulitokomeza. Kwa hiyo katika kijiji changu tumeweka utaratibu wa jiko ambao maelezo yametolewa, ambao ni siku ya maelekezo kwa wananchi wote, ambao wananchi wote tunakusanyika hapa ofisini, na hawa wananchi wanapewa mafunzo, maelekezo na namna ya kufanya shughuli hizi za kutokomeza udumavu. Kwa hiyo swala hili kwa kweli wananchi wamelipokea vizuri, na wakati tunaanza mchakato huu kulikuwa kuna changamoto nyingi, ikiwepo baadhi ya watu kuto kuunga mkono na wanaona kwamba swala la lishe ni kama sio swala la kuwajibika kama jamii nzima kwa ujumla, na hivyo kujikita na kuto kufika kwenye yale madarasa tuliyoyaandaa ilikuwa ni kitu changamoto kidogo. Lakini kadiri siku zinavyoendelea, kwa kweli jamii inaanza kupokea vizuri. Lakini pia kwa sababu kulikuwa kuna changamoto ya kuto kushiriki vizuri, tulitengeneza mikakati namna ya kufanikisha. Miongoni mwa mikakati ilikuwa ni kuhakikisha kwanza tunawatambua wale watoto ambao wana changamoto za udumavu. Lakini wale wazazi ambao tukishagundua wana changamoto, sisi kama serikali tukipewa na wahudumu wa afya pamoja na wahudumu kutoka zahanati, kwa maana ya watu wa afya pale zahanati, wanatuletea majina kama serikali. Sisi kama serikali tunachukua jukumu kwanza la kuwaita wale watoto wenye changamoto, wazazi wao wote wanafika hapa ofisini.
na wakifika hapa pia tunajaribu kuwapa elimu. Ikitukia wengine wado wanakuwa na wakati mgumu wa kutokuelewa, basi kuna sheria ndogo ndogo pia tumeziunda ili kuhakikisha mchakato huu kila moja anajaribu kuufuata kwa kadri inavyostahiki. Kikweli awali, kabla ya kuundwa kwa sheria hizi ambazo kama serikali tumeziunda na tukazipitisha kwenye mikutano ya kijiji, kwa kweli hali ilikuwa ni mbaya. Kwa takwimu ambazo nilikuwa nimezipata, tulikuwa na ambao watoto wako 27 ambao wanaingia kwenye hali ya kijivu na maendeleo yalikuwa sio mazuri. Baada ya kuunda kanuni hizi na kuzifuatilia, kwa kweli kwa sasa imetoka kwenye ile hali ya 27 mpaka sasa wamebaki ambao ni watoto kama 5 kwa kijiji. Kwa hiyo sheria hizi zinawafanya wazazi wote kwa pamoja kuwajibika kwa namna ya pekee sana. Mara kadhaa tumewaita wazazi wale na kuwawajibisha, na hasa wazazi ambao wananyonyesha hawa watoto chini ya miaka 5. Miongoni mwa sheria ndogo ambayo kama kijiji tumejiwekea, mzazi anayenyonyesha chini ya miaka 5 ni marufuku kuonekana sehemu za starehe, na ni marufuku kuonekana katika hali ya ulevi, kwa sababu swala la ulevi pia tulibaini ni miongoni mwa changamoto kubwa kwa wazazi. Kwa hiyo sheria hii tukaitunga, na wazazi wale ambao tukiwabaini wako kwenye mazingira wanapigwa adhabu kama kijiji. Upatikanaji wa taarifa sahihi za utekelezaji wa afua za lishe katika jamii ni msingi wa mabadiliko ya kweli. Kupitia mradi wa lishe ya mwanao, ukusanyaji wa taarifa za lishe kwenye jamii umeimarishwa na kutumia rejista na vitabu vya kufuatilia maendeleo ya mtoto. Hatua hii imeongeza usahihi na uwajibikaji wa taarifa za lishe ngazi ya jamii. Sasa tusikilize uzoefu wa mhudumu wa afya ngazi ya jamii, Bwana Komba, akieleza mabadiliko haya kutoka ngazi ya jamii. Christopher Komba, mhudumu wa afya msingi ngazi ya jamii kijiji hiki cha Mkongobaki. Kwenye swala la vitabu, kwanza mimi nipende kuishukuru serikali kwa mfumo ambao wameutumia namna ya ukusanyaji wa taarifa kwa sisi wahudumu. Mwanzoni tulikuwa tunakusanya taarifa zetu kwa shida sana, lakini baada ya kupewa vitabu hivi, ukusanyaji wa taarifa kwetu sisi hausumbui. Hata sasa ukiniambia nilete taarifa za robo, ninachukua kwa haraka bila usumbufu, kwa sababu vitabu ninavyo ambavyo vina uhakika. Kwa sababu kuna vitabu vya aina nyingi. Kuna kitabu cha kukusanyia taarifa ya mtoto mmoja. Nina vitabu vya kukusanyia taarifa za watoto ambao kimsingi wana hali sio nzuri. Pia ni rahisi kutambua mtoto aliyekuwa na hali nzuri na asiyekuwa na hali nzuri. Na huwa tukishapata hizo taarifa kwa kupitia hivi vitabu, pia hivi vitabu tunakuja navyo pia kwa mwenyekiti kumwelekeza huyu mzazi hajawa vizuri. Ndio ni rahisi zaidi kiongozi kupata urahisi wa kuweza kumhitaji mzazi wa mtoto yule, kumfuatilia namna gani mtoto anashindwa kuendelea. Kwa majina anaitwa Aisha Salum Kiwanda, afisa ugani kijiji cha Mkongobaki. Sisi hapa kwenye kijiji chetu kwanza wanajamii wapo wanajishughulisha na kilimo cha chakula na biashara, ambako tunalima mahindi, viazi, maharage, karanga, lakini pia na kahawa. Katika maagizo yaliyotoka kwa mkuu wa mkoa tuliyapokea kwa uzito. Kwanza kabisa tulianza kufanya jitihada za kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa kuwa na bustani. Lakini pia kutokana na changamoto ya maji tulionayo kipindi cha kiangazi, tulitoa elimu zaidi ya kutumia bustani ambazo zinatumia maji kidogo na eneo dogo. Mfano wa bustani hapo ambao mmeiona. Lakini pia tulitoa elimu zaidi kwa wananchi juu, yani na wanaume, wakina mama na kina baba, kujihusisha zaidi na utengenezaji wa bustani ambazo ziko karibu na maeneo ya nyumbani, tofauti na zile ambazo wanafanyaga mashambani. Tuliwashawishi sasa wazirudishe nyumbani. Kwa ushirikiano tulionao taasisi mbalimbali, walimu, serikali ya kijiji na wenzetu wote waliopata mafunzo ya lishe, sisi binafsi tulichukua jukumu la kutoa elimu kwa taasisi zote. Yani wanafunzi tulipita mashuleni tukatoa elimu ya umuhimu wa kuwa na bustani, umuhimu wa lishe bora, umuhimu wa kufuga wanyama wadogo wadogo na bustani jiko.
lakini pia tulipewa muda na walimu wa kufanya demo na wanafunzi. Kwa tuliandaa hivyo vitu, pia tulionyesha jinsi ya kutengeneza, kwamba ili hapa mtengeneze hapa shuleni na majumbani, mwende mkaonyeshe wazazi jinsi ya kutengeneza hizi bustani. Lakini pia kwenye wanyama wadogo wadogo tulipewa eneo na shule tulizopita, tulipewa maeneo ya kujenga vibanda, afu sisi tutapeleka pale mifugo ili wanafunzi, kwa sababu kutokana na mwanzo nimekwambia kwamba kijiji chetu hiki kinafanya shughuli za biashara, kilimo cha biashara na chakula. Kwa mara nyingi wazazi wanakuwa mashambani. Kwa tulitaka tuwajengee uwezo wa watoto kwamba vile wale wanyama tunaowapeleka, tunaowaomba kwamba wafuge, tunaowatolea elimu wafuge, wanafaa kwa afya, wajue jinsi ya kuwatunza. Mafanikio yake kujaza tumbo silishe. Jiko darasa limekuwa muhimili wa kuokoa maisha ya watoto waliokutwa na utapiamlo. Wahudumu wa afya 200 walijengewa uwezo wa kuendesha afua hii. Hadi sasa zaidi ya watoto 200 wamepona na kurejea katika hali bora ya afya. Jiko darasa hutekelezwa kwa siku 12 mfululizo, ambapo wazazi na walezi huandaa chakula na kuwalisha watoto kwa mwongozo maalumu wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii na wataalamu wengine wa afya. Pia elimu mbalimbali hutolewa, ikiwa ni pamoja na kilimo, ufugaji na matumizi ya vyakula vilivyoongezewa virutubishi. Mama huyu mwenye mapacha alipita katika mfululizo siku 12 za jiko darasa. Watoto wake wamepona na sasa anatumia mbinu za ulishaji alizopata kuandaa chakula na kuwalisha watoto wake. Uongezaji wa virutubishi ni muhimu kwenye mlo wa watoto wake. Mradi wa lishe ya mwanao umetoa elimu juu ya matumizi ya virutubishi vya kuongeza kwenye chakula cha mtoto. Pia virutubishi vimegawiwa kwa watoto waliopita kwenye vikundi vya jiko darasa na malezi lishe. Mradi wa lishe ya mwanao ni kielelezo kuwa mapambano dhidi ya udumavu yanawezekana pale jamii inaposhirikishwa, kuelimishwa na kuhamasishwa. Lishe ya mwanao si mradi tu unaotamatika, ni mwanga unaoendelea kuwaka katika mioyo na matendo ya jamii kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Si mwisho wa safari, ni mwanzo wa kizazi kilichojaa matumaini ya kushinda udumavu.